Kichwa, kazi yangu ni kulelewa, lakini mapenzi na watu wazima. Kila siku jua lilipochomoza, kijana huyu aliamka akijua maisha yake hayakuwa ya kawaida. Kazi yake kulelewa, kushughulika na majukumu madogo ya nyumba, kuhesabu pesa ndogo zilizobaki na kuhakikisha kila kitu kilikuwa sawa. Lakini moyoni mwake, moyo wake ulijawa na mapenzi yasiyo ya kawaida. Mapenzi kwa watu wazima waliokuwa wakimsikiliza, wakiwasiliana naye, au hata wakiendelea kuonyesha hisia zao kimya kimya. Asubuhi yake ilianza na kufanya kazi ndogo ndogo: kupika chai, kusafisha nyumba, kupeleka baadhi ya vitu sokoni na kuhakikisha kila kitu kilikuwa katika mpangilio. Watu wengi walidhani kazi yake ilikuwa ya kawaida, lakini yeye alijua kwamba kila hatua aliyochukua ilikuwa njia ya kujenga uhusiano na watu wazima waliokuwa wakimfahamu. Siku moja, akiwa akiandaa chakula cha mchana kwa msaidizi mmoja wa nyumba, aliona mrembo mkubwa akitabasamu huku akiangalia kwa makini kila kitendo chake. Alijua kuwa hii ilikuwa fursa ya kuanzisha mazungumzo, lakini hakutaka kuonekana kuwa mtukutu. Kwa hivyo alijibu kwa tabasamu, "Nimehakikisha kila kitu kiko tayari. Kama unataka kasha tukiweze kuzungumza kidogo." Mrembo huyo alicheka kwa upole, macho yake yakimwangalia kwa shauku, na moyo wa kijana huyu ukapiga mbio. Kila kazi aliyoifanya, kutoka kuosha vyombo hadi kuranda nyumba, ilikuwa ni fursa ya kuonyesha umakini wake, heshima na mvuto wake. Hata alipofanya kazi za kulelewa usiku, pale wakiwa wameketi pamoja akila chai au keki, aliona nafasi ya kujenga hisia za kimapenzi. Hakujali kama watu walidhani kazi yake ilikuwa ndogo. Kwa yeye, kila kitendo kilikuwa sehemu ya mchezo wa moyo na watu wazima waliokuwa wakimzunguka, aliyekuwa akitafuta mshikaji wa imani. Hapo aliona fursa ya kweli. "Nimeleta chakula chako, kama ungependa tunaweza kuzungumza kidogo." Na hivyo mazungumzo yao yalianza. Yaliyokuwa ni maneno rahisi ya heshima yakageuka kuwa mazungumzo ya kimapenzi, yakiunganisha hisia za kijana na wale wazima waliokuwa wakimwendea kwa upendo au mvuto. Kila siku alijua kwamba kazi yake ya kulelewa haikuwa tu ya kufanya majukumu, bali ilikuwa daraja la mahusiano na mapenzi. Alipokuwa akitoka sokoni akibeba mizigo midogo, moyo wake ulikuwa umepakwa furaha na matarajio. Kila hatua aliyochukua, kila tabasamu aliyopata, kila neno la shauku kutoka kwa watu wazima vilimfanya ajue kuwa maisha yake yalikuwa mchanganyiko wa kazi na mapenzi. Hapo ndipo moyo wake ulipojawa na matumaini. Kila kazi ya kulelewa ilikuwa ni nafasi ya kupata mapenzi, na kila tabasamu kutoka kwa watu wazima alikuwa ni ishara ya kuwa na nafasi ya kuunda historia yake ya kimapenzi. Kwa hivyo kijana huyu aliendelea na maisha yake, kufanya kazi, kulelewa na kujenga mahusiano ya mapenzi, akijua kwa kila siku mpya inaleta nafasi mpya, na kila tabasamu, maneno na ishara zinamkaribia kwenye moyo wa wale watu wazima waliokuwa wakimfahamu kwa heshima na shauku.